kwani tunaomba kwako katika jina la Yesu, amen. Kwa majina ni mtumishi wa Mungu Josue Taruliba. Kwa sasa mimi ni mchungaji kuna kanisa la Francophone Matanda. Alafu mtani wa razi kwa siku ya leo fika kwa uchelewi, niliwaza mnaanza na season trans. Alafu sasa nimekuwa season trans, napokea simu ya mchungaji anasema umechelewa. Nikasema basi ila kesho sitachelewa. Amen, amen. Basi katika juma hili tutaweza kuwa na somo nzuri sana, nimeifurahia, naamini nanyi mtaifurahia na itatubariki sote. Somo ambalo tutaweza kusoma katika wiki hii inasema juu ya kukomalisha vizazi vipya kwa hekima ya Mungu. Kukomalisha vizazi vipya, hapana vya zamani, vizazi vipya kwa hekima ya mbinguni. Hili ndilo somo ambalo tutaweza kuwa nalo wiki mzima, tukieleza namna gani tunaweza kufikia kukomalisha vizazi. Nikisema vizazi, naona generation ambazo zinakuja. Ninaona watoto wako, ninaona watoto wangu, ninaona wale watu ambao Mungu ametupatia, ninaona kanisa, ninaona watoto ambao wanaenda mbinguni. Alafu tutaweza kueleza juu ya namna sana ambazo zinaweza kutuleta kufanya vizazi vipya, kuvikomalisha katika imani, katika hekima na ujuzi wa mbinguni. Changamoto la pili na la mwisho kwa siku ya leo ni kwamba tumewaona wazazi, tumeona watu ambao wamejitaabisha sana, wamejipatia nguvu ya kuwafundisha watoto hekima ya dunia. Wametoa pesa, gharama, wametoa nguvu, hata wengine wametoa machozi kwa malengo ya kuwafundisha watoto hekima ya dunia, ikiwa wanasahau ya kwamba sisi ni wageni na wasafiri katika dunia. Alafu tutakumbushana kwa siku ya leo namna gani tuweze kufanya vizazi vipya ambavyo vinajaa na hekima ya mbinguni. Tusome maandiko matakatifu. Biblia yangu inasema hivi: sikia Israeli, sikia kanisa la Mungu. Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja, hakuna wawili, hakuna watatu, ni Bwana mmoja. Penda Bwana Mungu wako na moyo wako wote, na kwa nafsi yako yote, na kwa nguvu yako yote. Kuna verse zingine ambazo zinasema na kwa akili yako yote. Na maneno haya ambayo ninakuagiza leo yatakuwa katika moyo wako, na utayafundisha kwa wazee, watoto wa jirani, watoto wa nani? Kanisa mnipe jibu. Watoto wa nani? Utayafundisha kwa watoto wako kwa bidii, hapana kwa mizaa, kwa nguvu, kwa uhodari, na kusema juu yao wakati unapoketi nyumbani mwako, na wakati unapotembea njiani, na wakati unapolala, hata kama unalala uyazungumuze kwa watoto wako, na wakati unapoamka uyafunge juu ya mkono wako kuwa alama, nayo yawe kama pindu katikati ya macho yako, na uyaandike juu ya nguzo za mlango wa nyumba yako na juu ya mlango yako. Nalo ndilo neno la Bwana. Amen. Hii ni habari za wana wa Israeli ambao ni taifa ambalo Mungu alilichagua ili aweze kufunua kwa dunia mzima.
hakupenda Israeli kushindia, hapana. Si kwamba hangeliweza kutokea katika taifa zote kwa siku moja, na watu wangelimwogopa, wangelimshangaa. Ndiyo maana alikamata hii taifa, ili mimi na wewe kwa leo tuweze kumzungumzia, tuweze kumwelewa katika hali yetu ya kimtu. Tunaposikiliza hapa, ni Mungu ambaye anazungumza na taifa la Israeli, akiwapatia mikataba, akiwapatia mielekeo ili waweze kuwa watu ambao katika uzao wao wasije wakamsahau Mungu. Taifa la Israeli ni taifa ambalo kila mara mahali ambapo Mungu alikuwa anachelewa kuwajibu mahitaji zao, walikuwa wanamwacha Mungu na wakatumikia miungu mingine. Lakini hapo wametoka Misri, wamevuka bahari ya Sham, wanaenda na safari. Ukisoma pale verse ya 10 na kuendelea, kama anasema kuna nchi kubwa ambayo nitakupa, utakapokaa katika ile nchi usije ukasahau kuwafundisha watoto wako, kwa malengo wasije wakanisahau ambayo niliyafanya pamoja nani, ili waweze kujua ya kwamba niko Mungu mwenye nguvu, Mungu anayeangaikia taifa lake, Mungu anayeshughulikia taifa lake, nao wanapokomaa wasije wakanisahau. Nilipokuwa nikisoma maandiko haya nilikuwa nazungumza na kijana wangu nikimwambia nimemaliza kusoma maandiko matakatifu. Nilipokuwa nikiyasoma nikajikuta kwamba Mungu ni muoga. Mungu ni muoga. Najua umesikia kaile neno. Anawaambia Mungu haogopake. Hakuna kinaweza kuogopesha. Kuna kitu moja kinaogopesha. Ni kitu gani? Ni wakati Mungu anaona taifa linatafuta haja kumsahau. Wakati anaangalia na Defrosa, kisha anaona ndani ya moyo wa mama Defrosa kumeanza amka hali ama roho ya kumleta kumsahau. Mungu anaogopa. Ogopa kesho watoto watakaozaliwa waje wakasahau matendo makubwa aliyoyafanya katika lile taifa. Ili kazi hizi zote zipotee. Na woga bali namshika Mungu katika siku zetu. Sione humu vijana, naona wote wazee, watu wanaonishinda miaka. Mtaweza kunielewa vizuri. Kitu ambacho kinamletea Mungu woga katika siku zetu ni kwamba vizazi vinavyokuja nyuma yetu vinaweza vikakutana Mungu na haiko tena katika maisha ya watu. Mungu anapoliangalia kanisa, anaangalia maisha ya Wakristo wa sasa, namna tunavyomshuhudia, namna tunavyotembea naye, namna tunavyoishi naye. Woga kubwa ndani ya roho ya Mungu ni kwamba baada ya miaka 50, 7 Mungu anaweza kuingia katika makanisa na kujikosa ndani ya makanisa. Nimesema kitu kinachomwogopesha Mungu ni kuona moyo wa mwanadamu inaanza kumsahau. Mimi nilipozaliwa, mimi ndiye mdogo huyu, mnawaona wote huko wakubwa wangu kwa miaka. Mimi nilipozaliwa ilikuwa naona kanisa ambalo linaanza winter linaisha Disemba. Lakini leo ukifanya ile kanisa wanakuacha ndani mchungaji mwenyewe. Hii inamletea muoga sana. Akitazama kanisa za kesho baada ya miaka 10, baada ya miaka 15, baada ya miaka 100, anajikutanisha nafasi yake haiko tena ndani ya kanisa. Inaanza kumletea woga. Ndio maana analeta somo hili ili tuweze kuwakumbusha ya kwamba inabidi tuweze kuwafunza watoto, nao wanapokomaa wasije wakamsahau Mungu aliyeokoa maisha yako, aliyeokoa maisha yako. Komboleo waliopo wangelisema amen. Amen. Mimi nilipokuwa nikizaliwa nikikomaa, nilikuwa najua siku ya ubatizo zilikuwa zinajifanana. Hata mpagani alijua siku ya ubatizo. Lakini leo asili hizi zimeanza kupotea. Hata siku ya ubatizo, semina ya ubatizo na siku ambayo ni ya semina ambayo haiko ya ubatizo zimefanana. Hili kanisa leo nalijua kwa historia. Najua hapa kuna Wakristo wengi sana.
Lakini nyinyi ambao mmefika na washukuru sana. Amen. Mchungaji wenu alipokuwa akiongea nami alinitumia audio ya kuonesha uoga. Akasema, mchungaji, kwetu Ubangi semina ambayo haianzi Dimashi watu hawafika. Mnaona oga ya mchungaji? Semina ambayo haikuanza Dimashi watu hawafika. Hii ni alama ya kuonesha ya kwamba Mungu anaanza kupotea katika maisha ya kanisa. Mungu anaanza kupotea katika maisha ya waamini. Mungu anaanza kupotea katika maisha ya wale ambao wamejiita Wakristo. Lakini nafurahia sana mmefika. Mwambie jirani yako ubarikiwe na Mungu. Mwambie na furaha, mwambie ubarikiwe na Mungu. Kwenda kufundisha huku na kule, tumeenda kufanya mikutano ya Injili. Kanisa ina watu karibia 1000, lakini kuwapata watu 600 inakuwa shida. Inabidi uje na semina ya kusema wewe unaenda shida, unabarikiwa na una kazi zina, watashangilia, watasema amen, wanasema mhubiri amefika sasa, upako unafika. Lakini najiuliza, kati ya safari ya kuenda China na kuenda mbinguni, safari gani ya maana? Na nchi nakosa ni nchi, nakosa ni morali, haiko nchi. Injili haiwezi kuja kukuambia unaenda Dubai. Injili inakuja kukukumbusha kwamba kuna yule aliyekufa kwa ajili yako, kuna yule aliyekupenda wa kwanza. Injili inakuja kwa kutupa matumaini, kwa kutukumbusha ya kwamba kuna mahali tunapoelekea. Tumekasa, tumeyafurahia. Najua hata wengi hapa wanaweza kuwa wanafurahia yale mafundisho. Na mbinguni hakutafika gari. Hapo ndio itafika. Hakuna nyumba, hakuna pesa zitakazoingia. Prier, mafundisho, pokea mambo ya dunia. Mnasahau maandiko ambayo yanasema inafalia mtu nini kupata dunia mzima, ulimwengu wote, na kupoteza nini? Halafu mimi kwa macho ya unabii napoliangalia kanisa hili la Sebeka naanza kuogopa sana. Ninaanza kuona Mungu akipotea tukiingia katika mambo ya kawaida. Ndio maana hata katika mawiki mkiangalia mzuri tumeanza kuyasoma masomo tu ambazo hazitukumbushi ya kwamba tunaenda mbinguni. Toa sadaka, majeni, mission, majeni. Siko contre mission, molete na franga za mission. Siko contre majeni, mais c'est pas notre priorité. Si kwa kontre kujenga kanisa nzuri, kuijenge sababu ndakuja kuitawala kesho. Lakini zaidi ya yale mimi nakuja kuwakumbusha ya kwamba haya yote tutayaacha. Tunaenda mbinguni. Yesu hakuja kutukufia kwa malengo ya kujenga makanisa kama haya, alikuja kutukufia ili tuwe sura na mfano wake katika dunia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitu ambacho kinamletea Mungu woga ni kuona taifa linaanza kumsahau. Inawezekana hata hapa kuna watu ambao wameanza kumsahau Mungu. Kuna wale watu wamekatishwa tamaa, wanaanza kumsahau Mungu. Ni shida kubwa wakati mzazi anaanza kuwa na mashaka kwa imani aliyo ndani ya Kristo. Sababu watoto wetu wanaambukizwa na imani tuliyonayo. Muuliza kwa nini uko mporo? Takwambia hata nilizaliwa na baba na mama Mungu. Mwenyewe nilizaliwa ndani ya kanisa. Alafu imeniambukizia hiyo tabia. Amen, amen. Amen. Acha nizungumze kidogo juu ya kitu ambacho tunaita hekima. Tueleze juu ya kukomalisha vizazi vipya ndani ya hekima ya Mungu. Sasa katika desturi zangu nikianza fundisha sitolea yake kupita pita. Tafadhali sana. Hivi ndivyo nimefundishwa. Nataka wakati ya mafundisho tukae kimya, tumsikilize Mungu. Ile yote ni dalili ya kuonesha kwamba Mungu anaenda na kutenda. Wangapi washakafika mmoski?
Mwenye shaka ingia mmoske siku mwani nani? Mmoske mtu anaweza dekroshe telefoni. Lakini mjiangalie katika ibada zenu. 5 na watoto wetu wanatuangalia. Mungu wapaa ndio vile wanatembea kanani. Ukipita kuchisomo hakuna problem. Vile ndivyo mumelelewa. Wasi sana kila mara mtaniona hapa. Jidiscipline kama uko indiscipline. Amen. Amen. Hizo tabia tunaziambukizia watoto pasipo kujua. Anakuwa kama wanatuangalia mtoto wa mzazi wa kutukana. Basi yeye kutukana inaomba dakika ngapi? Wakati mzazi unatukana, uko unampatia mtoto hekima ya dunia pasipo kujua. Mimi ninakuja kuwazungumzia juu ya hekima ya Mungu. Kama kuna hekima ya Mungu, kuna pia hekima ya dunia. Na kama kuna hekima ya dunia, kuna hekima ya shetani. Hizo hekima tatu ni hekima ambazo zinafanya kazi katika maisha ya mwanadamu kwa kujua ama pasipo kujua. Hekima ya dunia inapigana sana imfundishe mtu dunia. Hekima ya shetani inapigana sana imfundishe mtu namna gani kufanya sawa. Hasa hekima ya mbinguni inakuja kutukumbusha na kutufundisha namna gani kumpendeza Mungu wetu. Hizo hekima tatu narejea zinafanya kazi katika maisha ya mwanadamu kwa kujua ama pasipo kujua. Ndoa zetu zinafanya kazi. Hizo hekima tatu zinafanya kazi katika madhehebu zote. Hasa jambo la kushangaza ni kwamba hizo hekima zimekuwa na hizo hekima mbili ya dunia na ya shetani zimekuwa na nafasi kubwa hata katika kanisa kuliko hekima ya Mungu. Hekima ya Mungu inakuja kwa malengo ya kutufundisha mapenzi ya Mungu, ya kutuleta kufanana na Mungu, ya kutuleta kutii Bwana, ya kutuleta kunyenyekea Bwana. Hii ni malengo ya hekima ya Mungu. Inatuleta kutufundisha usia za Bwana. Inatuleta kutufanya kishi Mungu alivyo. Hii ndiyo malengo ya hekima ya Mungu. Inakuja kwa malengo ya kutengeneza kanisa, ya kutengeneza familia, ili tuweze kuishi katika amani, tukifanya dunia kama mbinguni katika maombi ya Baba yetu. Hii ni malengo ya hekima ya Mungu. Hekima ya dunia inakuja kwa malengo ya kukuonesha kwamba dunia ni ya maana kuliko mbinguni. Hekima ya dunia inakuja kukuambia, inakuonesha kwamba telefoni iko na value kushinda Biblia. Walio na Biblia sawa hizo zangu tuziweke chini. Unielewe vizuri. Hekima ya dunia inawafundisha pasipo kujua. Lakini dunia inawafundisha, inawaefia bila kujua. Imewaambia kwamba telefoni iko na value kushinda hii Biblia. Choma na unaweza kuwa na telefoni ya ibada lakini unasahau Biblia ya ibada. Hekima ya dunia inawafundisha kwamba msiweke juu, mkwe fier. Hekima ya dunia inatufundisha kwamba unaweza leta mtoto kumromba, unamuuzia mipema, unamuuzia na frite na nyama, na kumuuzia Biblia ni accessoire. Inawafundisha kwamba mnaweza kutia makeup, mnavala na mafeste za pia, mnaweza kuolewesha na kuoesha, lakini inaua. Hekima ya mbinguni katika maisha yetu. Mimi nafundisha nikiwaambia watu kweli. Ndio. Amen, amen. Amen. Kikwashika kwa kuwasuki. Nyinyi wazazi ndio hapa mnaniangalia na macho. Alafu hamuna Biblia, watoto wenu watakuwa wanasoma gani? Utawafundisha watoto nini wazazi wenzangu? Utawafundisha watoto nini? Wewe utafundisha mtoto wako nini? Wewe mwimbaji ambaye uko hapa unaimba pasipo Biblia, unaimba nini? Nilikuwa ndani ya Mungu awabariki sana, mnaweza kushusha Biblia zetu. Nilikuwa katika kanisa moja, palikuwa kwaya moja ilikuwa inaimba vizuri kila mara katika mikutano ya ubatizo. Nilikuwa nikiwasikiliza wakiimba hii nyimbo, nimeibana vizuri ile refrain. Walikuwa wanasema, soma dada, soma Biblia.
Mimi siko mwimbaji, niko mhubiri. Wale ambao wanasoma, wanaimba, wanasema soma Biblia, wao wenyewe hawana Biblia. Hekima ya dunia hata kanisani inafanya kazi. Ninajua mnaikana kule, roho zenu hazina motivability. Ni kawaida kukuja kanisani pasipo. Mimi nilikomaa mambo haya yalikuwa magumu sana. Baba yangu naenda wapi? Hekima ya dunia ndio nazungumzia. Inaweza kukuonesha ya kwamba kupata nyumba ni mzuri kuliko kupata mbinguni. Ndio maana unaweza kumuona mtu ambaye anaharibisha mwili wake, anafanya ukahaba, mama mzima, dada anafanya ukahaba, apate pesa, apate sifa za dunia. Inamuonesha ya kwamba wewe mwenye umefanya ile jongo kutoa. Hiyo ni mafundisho ya hekima ya dunia. Hekima ya dunia imeanza kulifundisha kanisa, inaanza kuambia Wakristo. Hiyo hekima inachukua kufundisha mzuri, inawafundisha wengi na inawapotosha wengi. Inaweza kukuambia, inakuletea na verse inasema mvili wastahili kula, wewe usiende kanisa, ina mshamba. Hekima ya dunia inajua na maverse za kuiapwie. Hekima ya dunia inaweza fika mbele zako, inakuambia mama, unatafuta enda kujisoma, enda Ragura Vietnamo, wende umitie kubarabara, Mungu atabariki kazi ya mikono. Hekima ya dunia inaweza kukufundisha, inakuambia ya kwamba mama fulani, baba fulani, hakika kazi ndiyo ya maana kuliko ibada. Leo kati ya Mungu na kazi, nani Mungu? Wakristo mnijibu, nani Mungu? Kati ya Mungu na kazi, nani Mungu wa kweli? Nani Mungu? Tumeliabudu kazi kuliko Mungu, tumeliheshimu kazi kuliko Mungu. Na hii ni mafundisho ya hekima ya dunia. Na sisi wazazi tumeanza kuwafundisha watoto ya kwamba kazi kwanza, kazi kwanza, kazi kwanza, kazi kwanza. Ikiwa ni Mungu kwanza, hekima ya mbinguni inasema Mungu kwanza, lakini hekima ya dunia inasema kazi kwanza. Na ndiyo maana nikisimamisha wazee hapa, wengine wameenda kazini. Nikisimamisha nikitafuta madiakoni, wengine wameenda kazini. Wachungaji wa kanisa, wengine wameenda kazini. Hii ni mafundisho ya hekima ya dunia. Na wakati Mungu anatuangalia, anaangalia kanisa, anaona kanisa baada ya miaka fulani atakosa nafasi. Amenituma kwa niwafundishe, niwakumbushe ya kwamba hekima ya mbinguni kwanza. Amen, amen. Amen. Amenituma hapa niwakumbushe. Kuna mtu mmoja, Biblia mahali fulani inasema, eske nadira ya upeke haitufundisha? Eske dunia ya upeke haiwezi kutufundisha? Kuona ya kwamba kuna wale watu waliopenda kazi, lakini kuna siku walikufa wakaacha kazi. Hii haiwezi kukufundisha. Hata hekima ya dunia inaweza kukufundisha kama una haki. Kuna wale watu waliojitaabisha, wakamkataa Mungu, hawakulipenda kanisa, hawakutaka mafundisho, wakapiganisha maisha, wakajenga ghorofa, baada ya kujaza ghorofa wakakufa na haya ingia na Bwana. Biblia inasema wana macho lakini hawaoni. Akili zao zimetiwa giza. Nimewaona watu ambao wamekataa imani kwa ajili ya dhambi, baada ya miezi 6 wamezikwa. Lakini tena mwingine na tunamuona yeye anaingia kwa ile njia tu. Hii ni mafundisho ya hekima ya dunia. Hekima ya dunia imetufundisha sisi wazazi, imefundisha wazazi wenzangu walio hapa ya kwamba mtoto hachelewaki kwa masomo. Mimi anaweza kuchelewa kwa Dimashi. Hii ni mafundisho ya hekima ya dunia, inawafundisha. Ndio maana
wazazi washene halikuwa wale walunga ndio wenyewe wanatafuta. Wengine wanachaka, watoto wanachelewa dimashi, akikosa kusoma dimashi haina problem, mais asikose kwa masomo. Nimewaona wazazi ambao hekima ya dunia imekamata nafasi katika mioyo yao. Mtoto nikatala kuamka asubuhi kwenda shule, anakula fimbo, lakini akikataa kwenda kanisani wanampa mkate. Na wengine wako hapo wanakaa wananisikia. Wazazi wenzangu, muangalie namna gani seriosity gani mko nayo juu ya masomo ya watoto wenu. Mko tena serious. Mnawafuatilia watoto eskalifika kwa masomo. Mnawafuatilia. Iko na andika resume. Mnawafuatilia. Mnawalipia na mamoto. Sasa kwa nawapeleka kwa masomo. Merci Mungu awabariki. Lakini mtoto anakomala anajua ya kwamba masomo ni ya maana kuliko neno la Bwana. Mnawapeleka masomo za mzuri, mtoto nani mwenye anaweza kubali mtoto wake asome kwa masomo yenyewe na makiti ya mashine? Si mbele ya kuandika mtoto kwa masomo unataka naangalia masomo. Ni masomo haiko ya bien. Nyote wazazi mnatamani kuwapeleka watoto wenu kwa masomo iliyo mzuri, hekima ya dunia. Watoto wenu wakasomea mchebada haina problem. Ibada. Masomo za mzuri. Sijui kama Mungu mnanisikiliza vizuri. Tuko tunajenga vizazi ambavyo vitamsahau Bwana, vizazi ambavyo havitamjuaka Mungu wetu, havitamtangazaka, watatembea na Mungu muleshete. Nasema kila mara ukiwaona Wakristo ambao wanatembea katika misaa ndani ya imani, sote ni familia yao. Bisi walilelewa. Sote ni wachungaji waliowafundisha. Unanisikiliza vizuri? Mkiona Wakristo ambao wanatembea na Mungu katika misaa, wamemzoea Mungu sawa shangazi, shida ya kwanza inaweza kuwa familia mahali walizaliwa. Shida ya pili ni wachungaji wanaowaongoza. Ilikuwa Bunya, karibia mwezi mmoja inaisha, afiliaje kuambia yale, nikasema mimi sitaki hivi na hivi na hivi. Waliwaza ni sawa. Tulia, kulikuwa nadhani ilikuwa siku ya 3 siku ya 4, alikuwa mke wa mtu ndani ya ile kanisa, alafu anajiba uhodari tu. Anakaa hapa anashimama, kisha anaenda sehemu masikio sawa ya mama hapa. Ndani ya ibada nikifundisha. Nilimfukuza karibu nimpige fimbo. Alafu kanisa ikaelewa mchungaji hataki mzaa. Wote wakajiweka mstari. Hata mtu kuenda toileti ilikuwa inakuwa shida. Kila mara naambia watu katika kanisa, mbele ya kucheka waje angalia mwenyewe unasema kama yuko anacheka. Mezoea ibada za kucheka ndipo hakubadilika. Namna gani mimi nawazungumzia nikilia machozi nyinyi mnacheka mnaonyesha nini? Dunia namna gani imetuharibishia mazingira. Hekima ya dunia inaweza kukufundisha wewe mama, inakuambia mama, mtu mama anafaraka sawa kasika. Chami nausha kwa mke kuluma chafu kila zigujagunja sawa masoseti, tena unavala sawa kamine. Hii ni mafundisho ya hekima ya dunia. Hekima ya dunia inaweza kukutosha badalo ya kutereza, inakuvalisha kupasuka pasuka. Inakuambia ile jo alamoto. Na unaona mtu anatembea makuisi ziko hivi sawa za kubutu. Na unavalisha mtoto mdogo, katoto kadogo kadeza unakavalisha nguo ya $30 ya 50. Et pour acheter une Bible de $10. Hekima ya dunia inakuambia zile fraka unazipoteza. Wazazi wenzangu, twende tulipe gharama. Twende tulipe gharama. Twende tulipe gharama. Haiko shida ya baba. Ni shida kwa gisi amelelewa ndani ya kanisa. Haiko shida yake.
Ndio vile waliwafundisha. Ninasema ndio vile waliwafundisha. Nimesema tunaweza kufundisha watu na hatuongee. Akifanya vile hatumwambii, tunamwambia ke endelea. Hata ndio vile waliwafundisha. Najua pale katika hii sura mmeniona na kwa wenye washafunga matelefoni msikuambie yangu isilie. Ndio vile walimfundishaka ule papa. Huyu mzazi ataambia mtoto wake. Kama mtu anafunga telefoni mwibana. Munipe jibu kanisa. Huyu ataambia watoto nini huyu? Atawaambia kanisani telefoni hailiaki. Atawaambia namna gani? Kama mtu mmoja angelikuwa hapo. Anasikia sonelia papa ndani. Ni mafundisho deja kumwambia. Telefoni kulilia mchesomo kisha unatoka nayo nje. Hakuna problem. Na haukumwambia. Nimewaona hata wachungaji ambao mchungaji mzima anatoka mkanisa hili. Mchungaji amewafundisha. Matendo yetu yanawafundisha watu pasipo kuongea. Matendo yako yanawafundisha watu Mungu uliye naye. Ndio maana wametia mikazo juu ya vitambala. Muone kisi mnavifaa. Si mnavala vitambala. Wale wafundisha kama mwanamke alifanya nini? Si mnavifaa. Ile ni resipe ya mafundisho. Bora mnakusha vitambala. Bena mmeheshimia. Sijui kama mnanisikia. Bora mkuja bila vitambaa na mnamheshimu Mungu ndani ya roho zenu. Na mnamheshimu Mungu. Mungu anaangalia roho yako anasema huyu mama, huyu papa ananiheshimu. Niko nasema leo hekima ya dunia. Mwingine ule. Hapo ndipo Yesu alikuwa anafundisha, pia Yohana akafundisha, akasema nani aliyewa hawa ndio wazazi ambao mnasema wafundishe watoto. Watawafundisha nini? Mtafundisha watoto nini? Mkijikomporte vipi? Sa jeunesse. Nasema Mungu anapoliangalia kanisa anasikia hoga. Anasikia hoga. Mungu anapoangalia Sebeka anasikia hoga. Sisi wachungaji hivi tuko tunachunga makanisa anaanza kusikia. Anaanza kusikia hoga. Anaanza kusikia. Ambia Mungu akusaidie tu. Sio jambo rahisi. Sababu hekima ya dunia inatufuata mahali pote pasipo kujua. Hekima ya dunia inatutafuta sana pasipo kujua. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Hekima ya shetani. Hekima ya shetani kuja kwa malengo ya kumfundisha mtu ya kwamba dhambi inafurahisha kuliko utakaso. Shetani anakuja kukuonesha kwamba ukizini na huyu baba utafurahi. Ukizini na huyu dada baba utakuwa umekuwa star. Kikunya marofu utakuwa umekuwa mahali nyingine. Hekima ya shetani inakuonesha ya kwamba dhambi ni ya maana kuliko mbinguni, kuliko utakaso. Itakuonesha kwamba ukikuwa mchawi bafuaze watakuheshimu. Lakini mimi nakuambia wewe mchawi kama uko hapa, watu ambao na wazarau ni wachawi. Mlozi ni sawa imbu. Lakini shetani anaweza kukuonesha kwamba mlozi utakupatia ukubaliki.
uvute sigara, ikiwa umeandikiwa ya kwamba kufuta ile sigara inakatazwa kwa ajili ya afya. Shetani anakuvalisha makudire ya kuona vile viandiko vikisema kufuta inatengeneza afya. Hekima ya shetani, hekima ya shetani. Tuingie katika maandiko ambayo tumeyasoma siku ya leo tukiendea mwisho. Tumesoma katika kitabu Kumbukumbu la Torati sura yake ya 6, tumeenda verse 4 na kuendelea. Kama ulifuata usomi mzuri, utaelewa ya kwamba neno la kwanza ambalo tulilisoma katika ile text inasema sikia. Neno la kwanza linasema sikia. Sikia. Wewe Israeli sikia. Wewe Mkristo wa baba sikia ya kwamba Mungu wetu ni mmoja. Kwa nini nawaambia Mungu wao ni mmoja? Kwa sababu taifa hili nilikuwa nimewaambia kwa mwanzo, wao walikuwa tayari kugeuka, muda ni muda wanaweza kugeukia kumiungu. Makumi yakikuja, Mungu anachelewa kuwajibia, wanageuka upesi. Wanatumikia Baali, wanatumikia Astaroti, wanafanya ndama katika jangwa. Mnakumbuka zile habari? Taifa hili walikuwa na tabia ya kugeuka, walikuwa dekretie kameleon. Walikuwa wanageuka haraka sana. Ndio maana anakuja anasema sikia Israeli. Sikia. Na baada ya ile sikia kuko virgili. Waliosoma Kifaransa, neno ikia, baada ya neno pakikuja virgili inaleta mkazo juu ya ile neno la kwanza. Haiko virgili ya kuleta pose mfrase, lakini virgili ya kusema muangalie mzuri hili neno ambalo limetajwa hapa. Sikia. Sikia. Unawaza nasiye hatuyakuwa na ile tabia ya taifa la Israeli kubadilika muda na muda. Kuna watu wana magumu hapa. Unajua sisi wachungaji tunawasikiliza sana. Tumewapata watu ambao kwa sababu ya magonjwa tu ameingia nyumba za wafu. Baada ya kuchoka kule anakuja, wachungaji mniombee rehema tu. Basi senye mwili nilumaka, nikitoka horizoni kaenda nakatwa. Kisha mtu fulani akaniambia sasa unateseka. Si niko na mtu anaweza kukusaidia. Kisha wanakupatia hii mafuta mkipaka usiende kuchisoma. Na unaheba amuitapolisha mshipa. Utahipakana au utahipakana? Msiku lihipakana usiende kuchisoma. Utahipakana au utahipakana? Eske ile ndawa tena? Tumeanza kujitafutia misaada, tumeanza kujitafutia miungu mingine, tukizani ya kwamba pale ndipo tutapata majibu. Hata taifa la Israeli walikuwa na tabia. Ndio maana nakuja nasema sikia Israeli. Kwa nini Mungu anasema juu ya upendo? Upendo huyu anaiweka kwa hatua tatu. Kwa nini? Moyo, nafsi. Hapa walisema nguvu. Moyo, nafsi, nguvu. Kuna watu ambao msia wamependa Mungu ndani ya nafsi zao. Ukikala kwenye hiko na msikiliza, taona giza anapenda Mungu. Lakini
ukifika kwa mwili wake ama nguvu zake zinapenda kazi. Na wale watu wengine ni wazee, wengine ni wapasta, wengine ni wanani, wengine ni wanani, wengine ni wanani, mumoyo yao wamependa Mungu, lakini nguvu zao ni mshamba, kakao. Nguvu zao katika mambo mengine. Na wewe unayenisikia, umependa Mungu kwa moyo wako wote, kwa nafsi yako yote, na kwa nguvu zako zote. Mnajua nafsi ya mtu kwa Kifaransa wanaita wakati Biblia inaweka mkazo juu ya kupenda Mungu ndani ya nafsi yako, inaweka mkazo juu ya neno. Watu wa sayansi walio hapo mtanielewa ya kwamba sayansi imetuambia mtu anajengwa kwa hali kubwa tatu: roho, nafsi na nini? Na mwili. Na mkielewa vizuri mambo haya matatu, kila kitu kina chakula chake. Chakula cha roho ni maombi, chakula cha nafsi ni neno, na chakula cha mwili ni maharagi, sombe, frite, nyama na kadhalika. Wakati Biblia inaweka mkazo juu ya nafsi, utapenda Bwana Mungu kwa nafsi yako. Maana yake iko inarudia kwenye teksti ambazo zinasema, na kitabu hiki cha sheria kisiondoke wapi? Kinywani mwako. Utawaza mchana na usiku. Iko inafanya alisio ama inarudi inatuonesha umuhimu ya kumpenda Bwana Mungu wako kwa nafsi yako. Maana yake kusema unayapenda maneno ya Mungu kuliko vyote. Wale wa Kristo tuwapatiwa maneno ya familia kuliko maneno ya pesa, kuliko maneno ya dunia. Wanapenda neno la Bwana, wanapenda neno la Bwana kuliko hata usingizi. Tuwapatiwa. Hii ndio maana ya kusema utapenda Bwana Mungu wako kwa nafsi yako, kwa nafsi yako. Hapo hakuna sadaka, hapo ni maneno. Unayapenda maneno ya Bwana, unayakula kwa furaha, unayasoma kwa furaha. Haleluya, amen. Wale wa Kristo wako ambao wanapenda maneno ya Bwana, wanayatafunya mchana na usiku. Nilikuwa nikisoma kitabu ya Ufunuo sura ya 10, inatuambia kwamba akaona malaika wa Bwana ambaye amekamata kitabu kidogo, alafu akamwambia kamata na ule. Malaika akamwambia Yohana, kamata kitabu hiki na ule. Yohana anasema akatwaa kitabu kile, alipokila ndani ya kinywa kilikuwa kitabu kama asali, lakini ndani ya tumbo kikakuwa uchungu sana. Wako wapi wa Kristo ambao wanakula Biblia? Wako wapi ambaye mchana haiwezi pita kama hakusoma Biblia? Ukimaliza siku au usome Biblia unajikuta umepungukiwa na kitu. Wako wapi wale wa Kristo? Lakini ikipita siku moja hauende kazini, butiki yako inafungwa, unajikuta umepoteza. Lakini unafanya wiki mzima haujasoma maandiko matakatifu, unajikuta uko about sana, uko mufu. Hapo ndipo Biblia inasema maiti zingine hata barabarani zinapita, maiti zingine kanisani zinaenda, maiti zingine hata zinakula ugali. Sababu kama mtu hakule wiki mzima, anaweza kuwa mzima. Hapo kuna watu wanafanya miezi pasipokula, nafsi zao hazikule mwezi mzima, haujasoma maandiko. Uko msiweze ndasifu. Tuko na Wakristo wengine wiko mamork spiritual, wengine wiko maswezi ndasifu, wengine wiko mbenzaka spiritual. Wewe ambao unanisikia, uko wapi? Nafsi yako iko wapi? Nafsi yako iko wapi? Wewe mwenye unafanyaka mwaka hauyafungulaka Biblia. Kuna mlunga moja alilunga Goma, wakampatia kado ya Biblia. Mwa ile kado mlikuwa na $50.
Alafu tulikuwa napanga naye mlupango lumoya, huyu mulunga akazaa mtoto wa kwanza hayasomaka ile Biblia. Siku moja nilikuwa naenda fundisha washene pale kusema Virunga, alafu nikasema sasa nafundisha lugha ya Kifaransa, nilikuwa na Biblia ya TOB kwa Wakristo wengine hairuhusiwi vizuri. Sababu pana mashairi mengine ambayo ninyi hamruhusiwi kuyasoma. Nikasema sitaenda na hiki kitabu, hata nitafute kitabu ambacho kiko adapté kwa auditoire. Nikamuuliza mama Lunga, hauna Biblia pale ya Kifaransa? Akasema niko nayo hapa, alinipatia kama ukadoo, iko hapo, si haifungulaka hata. Amezaa mtoto wa kwanza. Na wewe eske ushasoma yako ibali kupatia? Ama haujui kwenye iko hata? Yako iko wapi? Amen, amen. Mnaweza shangalia ule na jina mnamfanana tu. Yako iko wapi? Sasa ile kuuliza jirani yenye mali kupaka iko wapi? Wale kesi ya muulizana shida wakosea. Nauliza aina mimi niko wapi? Akanipatia Biblia yake. Nilipofungua tu Biblia $20, nikasema Mungu anakumbuka walio wake. Nikashika ile pesa, nikauza bunga, nikauza makala, nikakula chakula ile siku, nikauza na samaki. Zilikuwa sana. Hizo pesa zilikuwa sana. Unafanya na Biblia zaidi ya mwaka moja hujawahi soma. Ule aliyempatia aliweza kumuonesha umuhimu ya kusoma neno. Baada ya kumpatia envelope ya $20 akaitia Biblia, akampatia Biblia. Mungu alikuwa anajua kuna siku mchungaji atakuwa bila chakula, atakulia hapa. Hata baba yangu mzazi waliomjua hivi ndivyo alikuwa anatufanya. Alikuwa anatuuzia Biblia. Hakuwa na pesa nyingi baba yangu, lakini alikuwa na uzima ya mbinguni ndani yake. Nakumbuka tulipokuwa tunakomana tuambia, mimi sina pesa za kuachia kama mwana. Nilicho nacho Yesu. Atakachoachia Yesu. Atakayeambatana na Mungu yeye naye hata kusawa chochote. Atakayekubali Mungu yeye naye atajenga kama nyumba. Atakayekubali Mungu atakuwa kana heshima. Baba yangu hakuniachia shamba, mimi nimeuza shamba. Hakuniachia chochote isipokuwa Yesu. Yesu amenisomesha, amenifanya mtu wa heshima. Na unaachia mtoto wako nini? Alikuwa anakuja na pesa kidogo, anaifanya madifra na vefra masenatfa. Anaingia ndani ya chumba zetu na hatuko, anaisosa kitabu cha Mungu. Anaingiza. Ajue kama tunasoma Biblia. Akishatia Biblia kila mtu. Baada ya juma moja anatuita, mkuje nyote na vitabu vyenu. Nasema muitie pa. Hiki ni jana, ni jangu papa. Nafungula pafu. Kisha mnaangalia. Na anataka mauliza, umefanya siku ngapi unasoma Biblia? Sasa baba, nasoma kila siku. Niko nasoma. Okay, sawa. Pafu. Kisha mnaguse, kisha kamatika. Kama ulikuwa unasoma Biblia namna gani haujaona hizi pesa? Anatia pepe na cha wapi? Watoto 12 hakuna mwenye alisoma Biblia wiki nzima. Utampenda Bwana kwa nafsi yako. Ninyi ambao mmekuja hata kama mko na mahitilafu, lakini Mungu awabariki tu sababu mmekuja kukulisha nafsi zenu. Amen, amen. Amen. Verse zingine zinasema kwa akili yako, maana yake mawazo. Ukisoma Wafilipi sura yake ya 4 verse ya 8 utaelewa namna gani Mungu anaweka mkazo juu ya mawazo ya mwanadamu. Mimi naijua katika lugha ya Kifaransa. Que tout ce qui est bon, ce qui est agréable, digne de louange. Inashuka na tout ce qui est juste. Wakati ya kushinda majaribu, Mungu amenipa nguvu. Tout ce qui est pire, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Maana yake mkiswahili,
yote yaliyo mazuri, yaliyo mema, yaliyo kweli, yanayopewa ukubali ya sifa, yote ambayo yanampendeza Mungu, yaliyo safi, yaliyo haki, iwe chanzo ya mawazo yenu. Mswahili imesema, eske ndio vile kisi nimesema? Sio kuna vigeuza vya kufuatia Mswahili. Wa Filipi sura yake ya 4, verse yake ya 8. Baba yangu umepata? Pima kusoma kidogo. Ile verse moja tu. Kwa kumaliza, ndugu zangu, maneno yoyote yaliyo ya kweli, ndugu zangu, maneno yoyote yaliyo ya kweli, maneno yoyote yaliyo ya heshima, maneno yoyote yaliyo haki, maneno yoyote yaliyo safi, maneno yoyote yenye kupendeza, maneno yoyote yenye sifa njema, ukiwa wema wowote na ikiwa sifa yoyote, fikirieni maneno haya. Fikirieni maneno ndani ya akili zetu. Mungu aishi. Mtu mmoja ukienda kazini unatafakari juu ya Bwana, unatafakari juu ya wema wa Bwana. Ukilala, Biblia hapa ilisema haya maneno yote ambayo ninawaambia, haya maneno yote ambayo mliyaona nimeyafanya, hata mnapolala acha mnazungumuze. Namna gani mtu utafundisha watoto unalala? Wanaweka ile phrase pale, ile neno kutuonesha ya kwamba hakuna muda mahali ambapo mtu hauruhusiwi kuwafundisha watoto wako. Tumewafundisha watoto elimu, wamejua kusema phrase Mungu apewe sifa. Lakini maneno ya mbinguni, ikiwa maneno ya mbinguni mnawaachia tu wa pastor na madire inafaa, mko tayari kulipa gharama juu ya kuwafundisha watoto elimu ya dunia. Lakini ikiwa elimu ya mbinguni wanasema ni watoto tunaona nao kwa retreat, tuwauzia hata mikate wa kwenda kunywa maziwa ni kucheza mfranga. Kuna kwa retreat watoto wako hawaendaki. Kuna kwa retreat ya minafaa wako hawaendaki, watagonjoa hayo, watalumilia hayo. Huko na masababu, hekima ya dunia inakupatia kwa sababu. Ikiwa retreat ya washeni kama hivi, tunabeba washeni wote tunaenda Dar es Salaam, tunaenda kuwafundisha injili. Wangu hata ile ni pasa injili. Sawa, acha ikoe ni pasa injili. Kuna siku moja utalipa gharama akiwa gerezani. Wamesimama sababu wao wanalipa pesa. Wanalipa gharama juu watoto wao wafundishwe Qur'an. Wafundishwe desturi na mila ya Kiislamu. Wanalipa gharama. Na ufurahia ndugu zangu watemwe. Mtoto yake akiolewa hivi akitemwe anamkataa. Benyi Mungu na waolewesha na Wakatoliki mnaenda kushimama na wazazi. Bwana amelunga na ameolewa sawa kwa imani yake mbinguni yake. Mimi watoto wangu wakingaliki wadogo, kuna mara nakaa nao na waambia, mwenye ataenda mchisomo chiambatani na imani yangu siko baba yake. Na hii nawaambia mbele za Mungu inayemtumikia. Nimekusaa. Najitaabisha kuwafundisha Mungu ambaye mimi nimemjua. Akienda ndani ya dini lingine, liwe dini ambalo lina imani moja na mimi. Akienda ndani ya dini ambayo haiambatani na imani yangu, na mzima na kalamu ya chuma. Wanakamaa, wanachua baba amesema. Mwenye atashitumaka hata nionaka mbaya sababu nimeacha kuwaambia. Mungu wetu iko hivi, hapenda kile hivi. Odela ya maisha mimi tunaenda mbinguni. Odela ya hivi tunaenda mbinguni. Odela ya hivi tunaenda mbinguni. Bora unakufa shangazi pasipo mume na unaingia mbinguni. Maneno ya mwisho kwa siku ya leo. Ya wazazi wa Israeli anasema haya maneno msifie tu kuyasema.
Msiishie tu kuyasema. Yale maneno mkamate na marangi. Msiandike wapi? Kuna ukuta ya nyumba yenu. Mtoto anashikuta kiziko kwa environment hata kwepa maneno ya Mungu. Muangalie watoto wenu beseni kwa kusaloni vitende. Kufuata vitende kwa television watoto wenu. Wewe hauna maneno ya Mungu unayopatiaka. Mchana yote wameshinda kwa masomo. Magharibi wanakulizia kwa vitende. Watoto yangu kesho watakuwa wa maana, watoto yangu watakuwa wa maana. Namna gani? Namna gani? Na nimeona makanisa siku moja mahali ambapo wazazi wanaleta mtoto kwenye baraka. Kisha wanakuuliza, unapenda mtoto yako wako wake nani? Watu wake kishakazi wa Mungu. Enda angalia hizi mtu anachunga kishakazi wa Mungu. Makola, mabini, vitende. Najiuliza huyu anajua kisi anachunga kijakazi. Anapenda mtoto yangu amtumikiake Mungu maisha yake yote. Wewe peke haumtumikiake. Namna gani mtoto wako atakutumikia? Nakumbuka nilipokuwa mdogo, alipokuwa panakuwa ubatizo Katwa. Baba yangu alikuwa, mimi nakumbuka maisha yangu tangu naikala mplastiki. Pale ndipo hisia zangu za kwanza zinaanza. Sababu kuna nyimbo inaimbaka zinaniimbiaka na mimi naikala mplastiki. Baba yangu alikuwa ananikamata, ananitia kwa reservoir kakamotoka kake. Sisi nakumbuka nawaambia shuhuda za alikuwa ananiambia. Tunaenda tunapita mule ile miti chini mabolo kule. Kisha baada hiyo ananiambia tu. Anasema mtoto yangu, maisha yako yote usiku wake kukotea uongo. Hata uongo iwe na faida. Usiku wake kukotea uongo. Juu uongo haipitake moto. Ujikaze. Ukwake nakuwa kukotea kweli, sababu kweli inapita kama moto. Amen. Na hivi ndivyo niko. Mchungaji wenu ananijua vizuri. Tunapokaa pamoja na wachungaji wengine wanajua nikisoma kidole kuna kitu kinatokea. Ni mafundisho ya baba, nilikuwa mtoto mdogo, yalikuwa yanaikia. Kitu ya pili alinifundisha, akafundisha na watoto wengine, akasema ndani ya maisha jikaze, usikonjikiake hizi verbe. Verbe ya kwanza alisema usisemake je regrette. Ukasema je regrette, maana yake kuna mahali umeshindwa ama umekosea. Angalia sana usikonjikiake verbe je regrette. Utapresa. Akasema ya pili usisemake si je savais. Mtoto wa ujikaze maisha, usisemake vile vitu. Ujiangalie, uveye sana. Usikwake siku yenye unasikuta msikiaso unasema si je savais. Unasemaka ile na haukwambia. Unasemaka ile neno na uko mbaya, umeshindwa. Anasema mtu mwenye akili pale alikuwa anasoma ile verse sana. Anasema mtu mwenye akili anaona mabaya kwa mbali, anafanya nini? Anazificha. Lakini mpumbavu analeta chikua. Kisha baada ya wakati anasema ningelishua. Alafu kabla ya kuisema siku ya kiyama, tengeneza maisha yako. Usijake isema na ukijana. Usijake isema na umekufa. Ndio baada ya kufa hakuna umeleweza. Ningelijua ile siku Pastor Yoshua alifikaka, ningeokoka. Na kukopesha ile mzazi aliniambia. Wanasema yale maneno tuyaandike juu ya mapoto wa nyumba zetu. Ukishaandika kwa mabasi, unaiandika na kwa nguzo. Nguzo ndio zile mapoto. Pale ni kwa nyumba zenye ziko za etage. Rumu ya matope hamwezi kuwa nguzo. Basi hamuna poto.
Na tukiingia mwa ile shanti mapoto ndio zile zikwa. Vile vile vinashuka shuka mwifi. Tuandike yale maneno ya Mungu juu ya zile mapoto. De sorte que mtoto wakati yeye niko anapita na mkiwanja analiona tu. Asisahau. Hekima ya mbinguni tuiandike hata tuifanye na kumkono sawa mabaki. Kote kwenye unapita watu wanasema ule iko Maria. Kisha wanasema ule iko Maria, wakati unapita wanasema huyu mtu ni Mkristo. Na hawasema wanakuona ni Mkristo. Paulo anasema katika kitabu ya Wagalatia sura yake ya 6 verse ya 17. Anasema ya kwamba mtu asinidharau sababu nimebeba chapa za Kristo juu ya uso wangu. Ndio pangane. Paulo mchipangane cha mbinguni. Unaona Paulo unasoma maneno ya mbinguni. Unaona Paulo unasoma maneno ya upendo ya mbinguni, maneno ya msalaba wa Kristo, ya ufufuko wa Kristo, maisha ya Paulo. Amen, amen. Anasema yale maneno hamtayaeleza tu usiku, mtayaeleza mahali pote, mnapotoka mnayaeleza, mkiwa njiani mnayaeleza, mkiwa nyumbani mnayaeleza, mkiwa shambani. Elezea watoto maneno ya Mungu, elezea watoto namna gani ulimkutanisha Yesu akabadilisha maisha yao. Wazazi, haleluya. Amen. Wangapi katikati yetu ambao washaka elezea watoto wao jinsi waliokoka? Fanye. Ndio nimeokoka. Wangapi? Ninaona mikono mbili tu tatu. Simu nao. Kumeza sana watahi. Dunia kumbe ni bure. Wewe umepita mwingine akapita kama. Hakuna vya mpya. Kuko watu wengi wanasema hii dunia ya leo haifanani ya zamani. Iko sawa, hakuna vya mpya. Jua nini nasema hivi? Nilivumbura kisi hakuna vya mpya ilikuwa 2012. 2013 kuna himalete moja ya berberi ilitokaka. Himalete ya mama ya berberi wadada waliuza wakaifurahia sana. Nilipokuwa ninaangalia mafoto za papa za mshanga za 1960 nikaona shangazi yangu iko nako kufoto. Kwenye 2012 kalikatone 2013-2014. Shangazi yangu alikabebaka kwa 1960. Niko naona hizi na feste za makruases. Zishaka pita za muulize kwa watababia. Feste ya kruases leo sisi tuko na yona ya mpya. Niko naona mafoto za baba yangu nakumbuka kumepita karibia mwaka moja na kutanisha baba yangu anafanya kruases. Kruases haiko ya mpya. Leo wale wanaviko wanasifana wanasema tunafanya anamaundi. Niko le model. Ia ndo ilivaliwaka. Ikalisha mtoto nyumbani. Aeleze. Mimi nilipozaliwa, nilipotelea mwa nchi. Nilifanya uasherati mpaka nikasiri naibwa. Lakini yeye Yesu amenibadilisha. Pastor si papa alizidiki naibwa. Anasema akombe vijiniko hapo ni vya ushenzi. Mungu ashabadilisha papa mwenye alikuwa anaziliki na baba na mama wa watu anazili na badala. Mungu amembadilisha. Sasa hivi katoto wako na njoo kametafuta aje. Shaka anasema hata ingia kubia. Kubia wapi? Okovu yenu mshasikunjia kwa mshasikunjia kwa okovu. Mwashuhudie watoto. Mwaelezee habari za Yesu. Mwaelezea, msikuwe na mazungumzo kama babako ni balozi, ule shangako fulani msikuwe na msali. Hapana, ambia watoto kuna mtu anaitwa Yesu alikuja. Kuna maeleze wamjue Bwana. Niko na katoto kaina nende kameneza ina nedimo. Ukiniletea mgonjwa nikikaambia kamuombee kana muombee. Mtoto wengine ina nedimo. Tukitafuta
tutakula ugali magharibi, namwambia Joana ombea chakula. Hata kama hatusikii ninyanao, mimi unaona mtoto iko anasema maneno. Na wakati anasemaka amen, mimi nasema amen, na mimi nakula ugali na amani, najua Mungu amesikia ninyanao. Unaona kile mtoto oma kimya, anatia mikono hapo, anashukisha kichwa, anaacha ongea. Anaweza ongea karibia dakika masegonde karibia 13 ama miniti moja, kisha kwa mwisho anasema amen. Mtoto wa miaka ngapi? Ina ndio. Mimi Mungu mtu nikipatia mikrofoni aombe anahama kanisa. Nikiuliza mchungaji hapa kule kunako shabre ya wakatekime, kuna wale ambao wanawaambiaka waombe chibaba cha mandevu kisishugo. Na ni kitoto cha Mkristo wa kanisa. Chiko na veta vendita chinakuya oleo. Unachipatia mbili chenye hajijua omba. Yale maneno tumeyapata, ile nuru tumeiona, tuifundishe kwa watoto kwa nguvu, kwa bidii. Unaweza kusimama niweze kukuombea. Hili sio jambo rahisi. Mimi nilizaliwa katika jamaa mahali ambapo mnaenda kwa école de dimanche. Wakati mnatoka, droit ya kukula ni kusema venye ulisikia. Ukikosa venye ulisikia ile siku na shida njaa. Ambayo wanayaishi. Vizazi ambavyo watatokea wasee, madiakoni ambao wanajaa ndani mwao neno la Bwana. Utukuzwe sana Mungu wangu na baba yangu. Nimeanza somo hapo Ubange kwa ajili ya kuzungumza juu ya hekima ya Bwana. Sijayaelewa yote, nimejua tu sehemu kidogo. Lakini nataka yale ambayo nimeyajua kwako niyafundishe kwa wana wako. Ujasiri katika kweli na haki ya Mungu. Nachoomba Roho Mtakatifu wasaidie. Wiki hii isipite kuwa tu historia, lakini libadilishe mioyo, libadilishe comportement ya wazazi hawa mbele ya watoto wao, ili kesho kanisa liweze kupona, ili kesho jamaa ziweze kupona, ili kesho familia ziweze kupona. Neno hili tumelisema kwamba wewe pekee ndiye Mungu wako na mwingine. Tunaitwa kukupenda kwa moyo wetu wote, kwa nafsi yetu yote, na kwa nguvu zetu zote, hata kwa akili zetu zote. Imeweza kufafanua kidogo tu, acha kiu ya maneno yako Bwana iongezwe ndani ya maisha yangu, iongezwe ndani ya maisha ya wale ambao wameanza soma tayari, na ianzishwe katika maisha ya wale ambao bado hawajaanza maisha, ili tunapokaa na watoto bahali ya kuwazungumzia misaada, tuwazungumzie miujiza ya mbinguni. Namna gani ulivyotuponya, namna gani unavyotulisha, namna gani Bwana unavyofanya ishara zinazoshangaza wanadamu. Watoto wetu wakomae wakikuchua, wakikuheshimu, wakikunyenyekea, wakikutii, wakijua yale uliyoyafanya, ili yaweze kuwaumbia imani ya kwamba pia nao utawasaidia. Kanisa hili la Ubange, hasa hawa ambao wamefika siku ya leo Bwana, wamekaa wamejisikiliza kwa mara yao ya kwanza. Maneno haya Bwana yawaongezee uzima, tena shauku ya kuja kesho, ili wapokee tena hekima ya mbinguni. Tena kesho yake wakuje na waende wawahimize wengine, na wale watakaopokea ujumbe huu Bwana wakifika hapa, acha wasaidiwe na wewe. Salama ipitao fahamu za wanadamu iwe pamoja nao katika maisha yao yote. Wanapotoka hapa, najua wanaenda kazini, wamekusikiliza hawa, na imeandikwa inabarikiwa miguu inayoanza siku katika uso wako. Wasikosewe chochote katika wiki hiki. Wiki hii Bwana wabarikiwe na wewe, kazi zao ziendelee mbele, hata jamaa zao Bwana zitunzwe, walio na wagonjwa waponye, walio na masaifu Bwana wape nguvu, na walio na shida katika njia zao, familia zao Bwana uzitatue na kuwatetea. Nawatakia kila laheri katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kama Mungu akubariki sana.